Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu katika sehemu ya 16 ya kile kipindi cha unabii wa siku za mwisho. Hapa tunasoma ile Mathayo 24 ule mstari wa 29. Anasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu za mbingu zitatikisika. Hapa unaona haya ni mambo ambayo yanatangulia ujio wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo anaendelea kueleza wanafunzi wake kwamba ujio wake hautakuwa siri, itakuwa ni jambo la wazi na kila mmoja atajua, kwa sababu anakuja kwa ajili ya kutawala. Anakuja kutawala dunia, kwa hiyo yeye ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo hakutakuwa siri tena, itakuwa ni wazi. Sasa baada ya kunena maneno hayo, anasema ni nini? Maana yake kumbe ujio wa Yesu Kristo utakuwa mara baada ya dhiki kuu. Kwa hiyo sasa unaona ananena kwamba mara baada ya dhiki kuu. Kwa hiyo ndio maana tunasema unyakuo hautakuwa kabla. Maana yake unyakuo ni wakati Yesu anakuja. Hawezi kuachukua kanisa lake akalipeleka mbinguni alafu lirudi. Maana yake litakwenda kumpokea. Ndio maana wale wengine waliokufa katika Bwana wamelala, wako wamepumzika mahali, wako wanatungoja mahali, ili siku ile ambapo mfalme anakuja tuungane nao kwenda kumlaki pale mawinguni, na kisha tuingie kutawala naye miaka 1000. Mafundisho ya namna ya kutawala hatutafundishwa mbinguni. Roho Mtakatifu anatufundisha hapa namna ambavyo tutatawala na Yesu Kristo duniani katika ile miaka 1000. Kwa hiyo jiandae kumpokea Yesu Kristo mara baada ya dhiki kuu. Yesu Kristo atakuwa njiani kuja kwa ajili ya kutawala dunia katika kipindi hicho cha miaka 1000 na kisha utawala wake milele. Kwa hiyo tunaona hapa mwezi nao, kumbe jua litatiwa giza katika siku hii. Maana dunia, Biblia inavyoeleza haielezi kama ambao wanasayansi wanaeleza, wanajiografia kwamba kuna kupatwa kwa jua, sijui mwezi unakuwa katikati ya jua na dunia, sijui dunia inakuwa katikati ya mwezi. Hii ninamaanisha jua litatiwa giza. Nirudie tena, jua litatiwa giza. Maana yake mwanga wa jua asili yake ni Mungu mwenyewe. Jinsi ambavyo nuru ya jua unaiona asili yake inatoka kwa Mungu. Maana yake Mungu ataondoa ile nuru katika jua. Kwa hiyo jua litabakia kuwa giza, mwanga hautakuwako kabisa. Naomba ieleweke, hii si kupatwa, ni kwamba jua linanyang'anywa nuru yake, linaondolewa ule mfumo wake. Maana yake linaondolewa ule mfumo. Mungu anasitisha mfumo wake ili kuthibitisha kwamba yeye ni muumbaji. Lakini anasema mwezi nao hautatoa mwanga, kwa sababu mwezi nao unategemea mwanga kutoka kwa jua, na una mwanga wake kidogo ambao uko ndani. Kwa hiyo sasa nao utanyang'anywa, mwezi nao utanyang'anywa mwanga wake ili usifanye kazi usiku. Kwa hiyo kutakuwa na giza la aina yake, kutakuwa na ukimya wa aina yake. Hebu fikiria nyota zitakapoanguka, madhara yake yatakuwaje? Katika giza kubwa ambalo halina mfano, halafu nyota kubwa zinaanguka juu ya watu, nyota kubwa zinaporomoka na kuanguka, mbingu zinatikisika. Miaka yote tumesikia matetemeko ya ardhi, lakini safari hii wakati wa ujio wa Yesu Kristo, mbingu zitatikisika. Haijawahi kuonekana. Hakuna ndege itakayoweza kuruka, ni tabu tupu. Hakuna jambo litakalofanyika. Maana yake dunia itacheza katika mchezo ambao ni hatari, itatikisika katika tikisiko ambalo si la kawaida. Lakini yote haya ni kwamba Yesu Kristo yuko njiani kuja. Dunia inaogopa, ulimwengu unaogopa juu ya ujio wa Yesu Kristo, maana ni muumbaji, ni mfalme wa wafalme. Ndio maana unaona hayo mambo yanatokea. Lakini katika giza hilo, mbingu zitakapotikisika, anasema ndipo sasa unasikia mfano kama ardhi ikitikisika, miguu inatikisika. Je, mbingu ikitikisika, nini kitatikisika kama sio kichwa? Maana yake kichwa na shingo na mwili wote utatikisika. Itakuwa ni hali ya kutisha, na salama yake itakuwa tu kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, kwa sababu kabla ya mitikisiko hii Bwana atakuwa amewahifadhi tayari kwa ajili ya kumpokea na kumlaki pale mawinguni, yeye kama mfalme wa wafalme. Maana yake atawabadilishia miili yao na kisha watakwenda kumlaki huyu mfalme pale mawinguni. Niulize sasa, wewe ni nani ambaye unamtumikia sasa? Je, unadhani dini yako ni nini? Kama sio dini yako, ni kaburi lako. Dini yako ndio ambayo imekupotosha, maana hata unaifuata hujui hata inasema nini. Umekuwa na dini nyingi duniani zimewapotosha watu na kuwapoteza. Lakini kuambia dini ya kweli na njia ya kweli ni Yesu Kristo peke yake. Yeye ndiye ambaye atakuja tena, na yeye ndiye atakayeleta amani duniani. Lakini amani hiyo hakuna mtu aiondoae, ni amani ya milele. Amini Yesu Kristo sasa
kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, maana yu njiani kuja ili aweze kukomboa ulimwengu na kufanya dunia iwe salama. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.